ukiwa na nguvu, ukiwa na afya. Unajua ya kwamba katika ushirika kuna uponyaji wa kiungu ndani mwake. Kuna wakati ambapo unaweza kukua uko mgonjwa baada ya kupata ushirika na unapata uponyaji. Ulikuwa umefungwa, baada ya kupata ushirika unakuwa delivery. Kuna nguvu katika ushirika. Mungu atusaidie sana. Tutasikiliza mahubiri haya ambayo inaitwa utambulisho. Tutasimama kwa kuweza kusoma katika kitabu cha Wafilipi. Ndugu tatusaidia kutusomea katika kitabu cha Wafilipi. Tusimame tafadhalini. Wafilipi sura 2 mstari wa 3 hadi 11. Na tena utasoma katika kitabu cha Wakorinto sura 3 mstari wa 2 hadi 3. Ndugu tatusaidia kutusomea hapo. Mungu atubariki sana. Karibu sana. Amen. 3:11 ama 5:11. Wafilipi sura 2 5:11. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mti, hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Amen. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha muno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Amen. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya nchi ya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Amen. Wakorinto wa 2:2 hadi 3. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwenu. Amen. Inajulikana na kusomwa na watu wote. Amen. Mnadhihirishwa kwamba mumekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Amen. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Amen. Amen. Tuombe. Mungu Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tumekwisha kulisoma neno lako. Ni kwa sababu tumeenda kwa masomo, na ndio maana tunaweza kuunganisha maherufi na kuweza kulisoma, lakini mtafsiri sio mwanadamu bali ni Roho Mtakatifu. Hallelujah. Tulikuja hapa tukiwa na kiu, tukiwa na njaa, tunaomba kujazwa, kushibishwa nawe. Kama jinsi tumekuja mitungi mitupu, tafadhali isivyo ndivyo tutakavyorudi, bali tunaomba kujazwa, kushibishwa, kuongozwa na kutawaliwa nawe. Tutendee mema katika siku ya leo. Uwe pamoja nasi katika siku ya leo Bwana. Tuunganishe kwenye singa moja na wateule wako ulimwenguni kote. Baraka wazipokeazo, tunaomba baraka zizo hizo ziwe pamoja nasi katika ibada yetu ya mchana wa leo. Bariki ndugu zetu ambao wamefika hapa, bariki dada zetu ambao wamefika hapa. Roho Mtakatifu ashughulike nasi mwanzo hadi mwisho, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtakatifu. Amen. Amen. Tuweza kukaa chini. Mungu atubariki sana. Ndio, kama watu ambao hawakukua hapa siku ya Jumapili iliyopita, tulikuwa tunaongelea kwa jina mahubiri ambayo inaitwa utambulisho. Katika mafundisho hayo ndugu Branham anatufundisha kwamba Wakristo ni wale ambao wanakuwa na kitambulisho. Kama katika maisha ya kawaida
If in the regular life, wakati tuliposikia taarifa na habari kwamba Trump anasema ya kwamba watu ambao hawana vitambulisho halali ya kuishi hapa Marekani wote wataweza kutwaliwa na kuweza kurudishwa katika nchi zao zenye wametokea ndani. Na ndio wakati ambapo watu wote walifanya hima, walifanya haraka kwa kuweza kutafuta vitambulisho. Na kutafuta hiyo vitambulisho ni kwa sababu ya kuweza kuwasaidia ni namna gani ya kuweza kuishi katika hii nchi. Wote ambao hawakuwa na vitambulisho, wote wameweza kuwasafirisha. Na mpaka leo wasiokuwa na vitambulisho wako wanatafutiwa na wanawarudisha katika nchi ya wenyeji. Lakini wale ambao wana haki ya kuweza kuishi katika nchi hii ni wale ambao wamezaliwa wakiwa na vitambulisho, na wale wahamiaji ambao walitoka katika nchi zao na kuweza kukuja hapa na kuweza kupata vitambulisho. Kile kitambulisho kinakupatia ruhusa, kinakupatia uhuru ya kuweza kuishi kwa amani. Kusiwepo manyanyaso, kusiwepo mtu ambaye atakusukuma, kwa sababu wewe na yeye mna haki moja. Kama jinsi unapata urahia wa nchi hii, una benefit moja pamoja na yule Mmarekani wa hii nchi ambaye aliweza kuzaliwa katika hii nchi. Kwa nini? Ni kwa sababu una ile kitambulisho kenye anacho na ndicho ambacho na wewe unacho. Yaani hakuna mkubwa, nyote mko sawa, kwa sababu nyote mna uraia, nyote mna utambulisho kwamba mko Marekani. Hiyo ni vitu vya kimwili, ama hiyo ni vitambulisho vya kimwili. Ndugu Branham anasema ya kwamba kitambulisho leo ambacho kama watoto wa Mungu wanahitaji kukua nacho ni Roho Mtakatifu. Nasema ya kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwetu, anakuwa anatufanya kuishi kama Kristo, kuzungumza kama Kristo, kutenda kama Kristo, na kila neno, kwa sababu ni Kristo ndiye anaishi ndani mwako, anakuwa anaitikia amen. John ndugu Branham anasema wakati usipoitikia amina kwa kila neno, kuna kasoro, hauamini neno. Lakini yule ambaye ana Kristo ndani mwake, ana neno la Mungu ndani mwake, anakuwa anaitikia amen kwa kila neno. Ni kwa sababu kilindi kinakuwa kinaitikia kilindi kingine. Kama ile kitambulisho kiko ndani mwako, na unaposikia tena kitambulisho ambacho kinakuambia habari za baba yenu, kila wakati utasema amen. Mungu atusaidie sana. Ndio ndugu Branham anatupatia mfano, anatupatia tuweze kujilinganisha maisha yetu na tabia yetu ya sasa. Kama tungekuwa pamoja, kama tungekuwa tunaishi wakati wa Noa, je, tungeweza kuambatana, tungeweza kushirikiana pamoja na Noa? Je, tungeweza kupaka rangi lami? Tungeweza kupaka ile safina rangi ya lami? Na tungeweza kuingia katika ile safina? Je, ama tungekuwa pamoja na wale watu ambao waliweza kumuziaki Noa na kusema ya kwamba Noa, hii ujumbe wako haitakupeleka sehemu, hata kama unajenga safina hautafika sehemu? Njoo ndugu Branham anasema sawa sawa na tabia yako. Je, ungeweza kukua pamoja na Noa, ama ungekuwa pamoja na wale wapingaji wa neno la Mungu? Ndugu Branham anasema, je, ungekuwa pamoja na Musa? Sawa sawa na tabia yako ya sasa, sawa sawa na maisha yako ya leo. Je, ungekuwa pamoja na Musa wakati Musa alipotoa wana wa Israeli kuwatoa Misri kuwaingiza katika nchi ya ahadi, katika nchi ya Kanaani? Je, ungetembea pamoja na wale watu wawili ama wale watu 2,000,000? Ama ungeweza kubakia katika Misri? Ama ungeweza kufia katika jangwa? Ama ungeweza kuingia pamoja na Kalebe na Yoshua katika nchi ya ahadi? Je, ungeweza ujitambulisho, ungekuwa upande gani? Mungu atubariki. Jinsi unavyoamini, jinsi unavyokuwa na mashaka, na ndio jinsi ungeweza kuamini zamani.
Na njoo kisi ungekuwa na mashaka zamani, kwa sababu wewe ni yule yule. Ndugu Branham anasema Mungu anakuwa anachukua mtu wake, lakini hakuwa kinachukua roho yake. Mungu anakuwa anachukua, shetani anakuwa anachukua mtu wake, lakini anakuwa kinachukua roho yake. Ndio maana zile roho za Kaini siku zinafanya kazi leo, ni kwa sababu ile roho ya Kaini ingali inaishi. Kaini alikufa, lakini roho ya Kaini ingali inaishi. Yesu aliweza kukufa, lakini roho yake ingali inaishi. Mungu atubariki sana. Ndugu Branham aliweza kupumzika, aliweza kukufa, lakini roho yake ingali inaishi, kwa sababu ilikuwa ni roho wa Mungu ambaye iliishi ndani ya Branham, roho wa Mungu ambaye iliishi ndani ya Musa, roho wa Mungu ambaye iliishi ndani ya Ibrahimu, roho wa Mungu ambaye iliishi ndani ya Meshaki, Shadraka na Abednego. Ni roho yule yule ambaye ingali inaishi. Kama ile roho ilikuwa ndani ya wale watu wa zamani, ingali inaishi leo, ingali inaishi ndani mwangu, ingali inaishi ndani mwangu. Kama ile roho haiko ndani mwetu leo, kusema tutakuwa na zingine roho za wale wa zamani wasioamini Mungu. Tunapaswa kuweza kujitambulisha ni wapi ambapo unaposimama. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anasema katika le péché impardonnable, the unforgiving sin. Dhambi isiyo sameheka. Unforgiven sin. Ndugu Branham anasema katika ukurasa wa 121, 122, tutasikiliza nini ambayo ndugu Branham anasema katika mahubiri haya. Tuko pamoja. Sasa dhambi ni nini? Kuna wakati ambapo tunakuwa tunajiuliza dhambi ni nini? So what is sin? Ndugu Branham naye anauliza dhambi ni nini? What is sin? Anasema hivi, dhambi ni nini? What is sin? Jambo lingine linalokubidi kujua, another thing that you're supposed to know, dhambi ni nini? What is sin? Dhambi, sin, ni kutokutii, is the unbelief. Tuko pamoja. Ndugu Branham anasema dhambi, sin, maana yake ni kutokutii. Is to unrespect. Kila wakati neno linapohubiriwa, usipolitii unakuwa unatenda dhambi. You sin. Kama neno la Mungu linapohubiriwa unakuwa na litii, pale utakuwa mwenye haki. Lakini wakati neno la Mungu linapohubiriwa usipolitii, wewe ni mwenye dhambi. Ndugu Branham anasema dhambi ni kutokutii. So sin is the unrespect. Dhambi ni kukataa. Is to refuse. Neno la Mungu linahubiriwa, wewe unakataa. The word of God is preached. Neno la Mungu linahubiriwa, wewe hulitii. Unakuwa mwenye dhambi, unatenda dhambi kwa sababu hauamini ama hautii, unakataa neno la Mungu na njoo unatenda dhambi. So you sin. Tuko pamoja. Wale ambao waliangamizwa wakati wa Noa ni kwa sababu hawakutii neno la Noa. Hawakuweza kuliamini neno la Noa. Na njoo jinsi wametenda dhambi, wakaweza kuadhibiwa ama wakaweza kuangamia kwa maji, ni kwa sababu ya kutokutii na wakaweza kukataa. Na leo kama tunakataa na kama hatutii, tutakuwa wenye dhambi na tutaweza kuangamia. Mungu atusaidie sana. Sasa angalia hapa. Dhambi ya kwanza. Nilikuwa na mahali hapa nilipotaka kuwaonyesha. I have this place where I want you to show you. Mahali pa kwanza pa hili Scofield hapa. The first place here. Yale ya aliyoandika katika tanbihi hapa. What they wrote here. Ninaamini inapatikana katika Warumi mlango wa 3. I believe it's in the Roman 3. Alisema hapa. Say here. Kama alivyoifasiri kupitia Webster. He explained in Webster. Bila shaka. Katika tanbihi alisema. He said, dhambi
ni kukataa mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa. Amen. Zambi ni kukataa mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa. Mungu anawafunulia neno. Mungu anawapatia, anafanya neno lake kuwa wazi, na baadaye wewe unakataa mapenzi makamilifu ama mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa, unakuwa mwenye dhambi. Mungu atusaidie sana. 1:23 anasema dhambi katika umbo lake la awali ni kukataa neno la Mungu lililofunuliwa. Wote ambao wasioamini, wote ambao wanaokataa neno la Mungu ambalo limefunuliwa kwao, wanakuwa wanatenda dhambi. Ndio maana sisi tuko tofauti na madini zingine, ni kwa sababu sisi tunatembea katika neno lililofunuliwa, na wale wanatembea katika neno ama wanatembea katika kutokufunuliwa. Na njoo maana wao wanatenda dhambi wasioamini, lakini sisi tunaamini kile ambacho kimefunuliwa kwetu kwa hii wakati wa mwisho. Mungu atusaidie sana. Njoo ndugu Branham anasema ni kukataa neno la Mungu lililofunuliwa, lile ambalo Mungu au mapenzi ya Mungu. Wakati Mungu amefunua kitu fulani kama mapenzi yake, basi kukataa hicho ni kukufuru. Amen. Amen. Kama Mungu anafunua neno, Mungu analiweka wazi, na baadaye unalikataa, ni kukufuru Roho Mtakatifu. Cho maana inapasha kukuwa makini sana na kukuwa uangalifu sana. Mungu ametutumia nabii, ametutumia mjumbe, na mjumbe alileta ufunuo. Kama tunakataa, tunakufuru Roho Mtakatifu. Mungu atubariki sana. Watu ambao wakati Musa alipokuja, alikuja na ujumbe. Wote ambao hawakuweza kupokea ile ufunuo, mapenzi makamilifu ya Mungu, wakakataa, ilikuwa ni kukufuru, na wote waliangamia katika jangwa. Na sisi leo, watu ambao wasioamini ufunuo ambayo Mungu ametupatia hii wakati, ni kukufuru Roho Mtakatifu. Amen. Mungu atubariki sana. Ndugu Branham anasema, basi kukataa hicho ni kukufuru ama kumkataa Mungu. Ndio maana inatubidi kuweza kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hata kama unaweza kukua katika madhaifu, lakini amini tu na kusema, Bwana ninashindwa, Bwana niko mdhaifu, lakini ninaamini neno lako. Lakini usikatae, usipinge, usiweze kulisukumiza neno la Mungu na kulipiga teke. Wewe kubali tu na kusema, Bwana unisaidie jinsi nilivyo. Lakini ukilikataa mapenzi ya Mungu ambayo imefunuliwa, ni kuweza kukufuru Roho Mtakatifu, na ni dhambi sio sameheka. Mungu atusaidie sana. Sasa wale watu kila wakati neno la Mungu linakuwa linakuja, lakini watu wanakuwa wanalikataa, lakini watu wanakuwa wanalipinga. Neno la Mungu lilikuja wakati wa Noa, wakalipinga, na kitu ambacho walipata ilikuwa ni ghadhabu. Wakati wa Musa vile vile, wakati wa Elia vile vile, wakati wa Yesu vile vile. Sasa watu wenyewe walikuwa wanapokea neno, kupata ufunuo wa neno la Mungu kwa ile wakati, walikuwa wanatembea katika mapenzi ya Mungu na walipata thawabu. Leo tunakuwa tunawashuhudia, hawa ni mashujaa. Na sisi leo kama tunatembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu kwa neno lililofunuliwa, tutaweza kuitwa kuwa mashujaa, kwa sababu Biblia inasema wenye nguvu ndio ambao watauteka mji. Sio wadhaifu, sio wasioamini, bali ni wenye kuamini mapenzi makamilifu ya Mungu kwa kile ambacho Mungu aliweza kuwafunulia. Tuko pamoja. Ndugu Branham anasema katika kitabu ambacho kinaitwa Utambulisho, anasema hivi, Shemasi zimisha hiyo simu. Ndugu Branham anasema hivi katika mahubiri haya, katika paragrafu 98. Anasema hivi, au vipi kama ungeliishi katika siku za Elia?
Until if you live the time of tujilinganishe tena. let us compare ourselves again. Utambulisho wetu, maisha yetu ya sasa, kama tungeweza kuishi wakati wa Elia. If we lived the time of Elia, wakati yeye akiwa mchungaji wa siku hiyo, when he was a minister of that time, na Yezebeli, miaka 2500 iliyopita, 2050 past one, Hollywood ilikuwa ikianza. Hollywood just started. Na vipodozi vyake vyote na mitindo. And all its makeup. Alikuwa amewafanya binti wote wa Israeli, they did all the daughters of Israel, wote wa Israeli kufanya jambo lile lile. To do the same thing. Na mzee mmoja, and one old elder, akisimama pale na kuigonga gonga kwa nguvu. He was standing there while doing huge na makuhani wote wakisema, and all the ministers saying, no, vema maskini jamaa huyo mzee, that old person, mwacheni, let them, atafikia mwisho wake baada ya kitambo kidogo. They're gonna reach their end. Hana lolote. They don't have anything. Naye mfalme wetu mzuri ambaye amevaa kama tulivyovaa, and our prophet were like we were, na tunazo nguo maridadi sana, and that we have fancy clothes, na taifa linalolishwa vizuri sana, and the community that it's na kila kitu. Inaleta tofauti gani kama unatenda hili au lile? What is the difference that make if you do this or that? Au linginelo? Or anything? Inaleta tofauti gani? What does it? Wachungaji walikuwa wakisema jambo hilo. Wachungaji walikuwa wakisema jambo hilo. The minister was saying that. Bali hapo alisimama mtu mmoja, but there stood the one person peke yake, only, akiwa na Bwana asema hivi, that say the Lord. Sasa katika tabia yako ya sasa, in your today's behavior, ungewekwa upande gani wakati huo? What should you be put at that? Sasa angalia kwenye kile kio. Look to the mirror. Wakati unapokwenda nyumbani, when you go home, utaona uko wapi? You gonna see where you stand. Unaona ni mazingira gani hali yako ya sasa ingekuweka katika siku ile? What area you should be at that time? Je, ungekwenda na wazo la kisasa? Should you go with the same thinking? La madhehebu, of denomination, ile ishara, that talk, yule jamaa, that person? Lo, vema, sote tumefunga ndoa. Are we all married? Lo, hakika wote walimwabudu Yehova kila mwandamo wa mwezi. Did they worship the Jehovah the end of the month? Na walipiga yowe na kunywa maji kutoka kwenye ile chemchemu, they were yelling after they drink na kumtukuza Mungu wa mbinguni aliyewaleta hapo. Na wote namna hiyo, bali wako umbali wa maili milioni 1 nje ya mstari. But they are away. Ni mahali gani uzoefu wako wa sasa wa Ukristo ungekuwa wakati wa Elia? Ungetambulishwa upande gani? Ungechukua upande gani wakati huo? Kama ungekuwa unaishi wakati wa Elia, ungeweza kuwa upande gani? Jinsi unavyoamini leo, jinsi unavyokuwa na mashaka leo, jinsi unavyokuwa mwenye kupinga leo, jinsi unavyokuwa mwenye kutii leo. Kama ungeweza kuishi wakati wa Elia, ungekuwa upande gani? Ujumbe ni ule ule. Ujumbe ambao Elia alileta ndio ule ule ujumbe ambao Branham alileta leo. Jinsi unavyosimama leo, jinsi unavyoamini ujumbe leo, na ndio jinsi ungeamini wakati wa Elia.
Kama usipoamini ujumbe leo na njogisi na zamani hungeweza kuamini ujumbe wa Elia. Utambulisho, jitambulishe sasa. Unasimamaje? Unasimama namna gani? Unaamini namna gani? Kama unaamini leo na zamani ungekuwa unaamini. Kama leo unapokuwa na mashaka na zamani ungekuwa na mashaka. Jitambulishe unasimama wapi? Sema, je, mimi niko mwaminio ama mimi siko mwaminio? Je, mimi niko na mashaka ama mimi sina mashaka? Je, mimi ninakuwa nampenda Mungu ama sikuwa nampenda Mungu? Je, ninakuwa na maabudu Mungu kwa midomo yangu lakini kwa matendo yangu sikuwa na maabudu Mungu? Jitambulisho wapi kwenye unasimamia? Sawa sawa na maisha yako, sawa sawa na tabia yako leo. Jitambulishe. Je, ulikuwa pamoja na Elia? Ama ungekuwa pamoja na wale watu ambao waliweza kumtukana na kuweza kumkashifu na kuweza kumtupilia mbali, lakini yule mwanamke Mshunami aliweza kumhudumia. Yule mwanamke aliweza kumhudumia na kuweza kumpatia chakula hata wakati mvua iliweza kunyesha, aliweza kumhudumia. Na sisi leo kama tuko wanawake wa Shunami tutaweza kumhudumia Elia wetu wa leo. Mungu atusaidie sana. Tuko pamoja. Saidi. Ndugu Branham anasema hivi. Sasa ni kundi lipi tabia yako ya sasa ingekutambulisha nalo? Now which group your behavior supposed to identify you? Je, wewe katika siku za Elia Elisha's time ungekwenda nje kule mahali ambapo Yezebeli, you should go to Jezebel, tuseme alikata nywele zake na kupaka uso wake vipodozi, na alikuwa mwanamke wa kisasa. Basi wazia tu ni wapi unapotambulishwa sasa. Ungekuwa pamoja na Yezebeli wakati alipoenda anakata nywele na kuweza kuweka makeup, ama ungekuwa pamoja na wale ambao waliweza kumtumikia Elia? Ulikuwa pamoja na Yezebeli wakati aliposema ya kwamba tunapaswa kuweza kujipodoa na kutia makeup na kutia marouge baiser, ambapo mwisho wa Yezebeli alikuwa ni chakula cha imbwa. Na wewe kama unafanya vile vile kama Yezebeli, uko chakula cha imbwa. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anasema, unasema mimi ni mpente. Siseme kile ulicho, ninaulizia tabia yako. Tunashuka chini ya mambo haya madogo madogo unayotazama, unayoyatazama. Tunaingia ndani yako. Ndugu Branham anasema, paragrafu 76 anasema, je, hali yako ya sasa ingetambulishwa na Mafarisayo wa siku hiyo? Yesu wakati alipokuja akaweza kuleta habari njema, akaweza kuhubiri habari njema. Wadogo tu ndio wenyewe waliweza kumtambua na wengine hawakuweza kumtambua. Je, kama ungekuwa unaishi wakati wa Yesu, ungeweza kukua pamoja na wale wachache? Ama ungekuwa pamoja na wale umati wa watu ambao walikuwa wanamuonea wivu? Sawa sawa na maisha yako leo. Jitambulishe wakati wa Yesu. Je, ungekuwa pamoja na Mafarisayo wenyewe walisema atundikwe, asulubiwe, akufe, damu yake iwe juu yetu? Je, ungekuwa pamoja na wale watu? Sawa sawa na maisha yako leo. Je, ungekuwa pamoja na wale Mafarisayo, ama ungekuwa pamoja na Maria Magdalena ambaye aliweza kukimbia na kusema ya kwamba huyu mtu ambaye asiyekuwa na hatia, na baadaye jeshi akampiga kofi na kusema toka? Je, utaweza kumtii Yesu ama tumtii kuhani wako? Je, ungekuwa pamoja na Maria Magdalena ama ungekuwa pamoja na Mafarisayo? Je, ungekuwa pamoja na yule mwanamke kahaba ambaye alisema Masia atakapokuja atafunua siri zote? Je, ungekuwa pamoja naye ama ungekuwa pamoja na wale makuhani ambao walisema ya kwamba asulubiwe? Leo je, tuko tunasema neno la Mungu lisulubiwe, ama tuko tunalisulubisha kwa ajili ya maisha yetu mabaya? Tujitambulishe.
Maisha yetu ya sasa ni sawa sawa, tungekuwa tunaishi zamani ingekuwa ni vile vile. Kwa maana Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tuko pamoja. Ndugu Branham anasema, je, hali yako ya sasa ingefanya hivyo? Sasa kama ungesema hapana, isingenitambulisha mimi na hao Mafarisayo wakati huo, basi vipi kuhusu sasa? Waebrania sura 13 mstari wa 8. Hebrews chapter 13:8. Hebrews chapter 13:8 ilisema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Basi ni hali gani ambayo tabia yako ya sasa inakutambulisha nayo sasa? Nisingekuwa na uhusiano wowote na hao Mafarisayo. Hapana Bwana. Sasa hilo ni jina tu kwako, bali vipi kuhusu hali ulio ndani yake? Wakati unapomwona yeye leo katika kanisa lake, jinsi tu alivyokuwa wakati huo, sasa ungelikuwa wapi? Historia inajirudia yenyewe. Amen. Unasema wale walikuwa ni Mafarisayo, wale walikuwa ni Masadukayo, walikuwa ni madhehebu. Sasa maisha yako ya leo, je, ungali unamtumikia Yesu? Je, ungali unamhudumia Yesu? Je, ungali unampanguza miguu yake michafu? Ama unakuwa unamkaribisha na kumtia kwenye kona na kusema Bwana, usinitawale maisha, usinitawale nyumba yote. Unapaswa kuweza kushika shambre hii na hii ingine shambre usiweze kuingia ndani. Uweze kutawala hiki kitu, lakini kiburi changu sikitawale. Uweze kutawala hiki, lakini hasira yangu siitawale. Bwana, tunapaswa kuweza kumtumikia Kristo kama yule mwanamke kahaba ambaye aliweza kumpanguza kwa machozi na kusema Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Akaweza kumtumikia. Wakati alipomaliza kufanya kazi alisema dhambi zako zimesamehewa. Tena sisi tunakuwa tunamfanyia Mungu kazi wakati tunapomaliza kufanya kazi ndio anasema dhambi zetu zimesamehewa. Tunakuwa tunamfanyia Mungu kazi, ama ni sisi tunatambulishwa na yule kuhani ambaye aliweza kumkaribisha na kuweza kumweka kwenye kona, habakie kule na uchafu. Kama ataweza kunukia kule anukie kule. Na sisi leo, je, tunatambulishwa na mtu gani katika Biblia? Tunatambulishwa pamoja na Debora wakati aliposimama na ushujaa na kuweza kupambana na wale maadui za Israeli, ama tumeweza kuwa na Dema ambaye alipenda pesa, akaweza kumwacha Petro, akamwacha Paulo aende, ambaye alikuwa na nguo moja. Ye Dema kwa ajili ya sifa na pesa akaacha ile injili, akaweza kuuza mzaliwa wake wa kwanza kwa ajili ya pesa. Maisha yetu ya sasa tutambulishwe na mtu mmoja katika Biblia. Tutambulishwe na wale wa ndugu zetu ambao walikuwa msikiliza ndugu Branham mhubiri. Je, unatambulishwa na ndugu Branham wakati alipokuwa anafundisha zile mahubiri ambazo ni za saa 4 na dakika 42? Ama ungeweza kusema hapana, ndugu Branham unapaswa kusimama, unapaswa kukaa kule nyuma na mimi napaswa kuweza kuhubiri. Utambulishwe na wewe kama mhubiri. Sema ya kwamba na mimi niko na revelation, ama na mimi napaswa kuweza kuhubiri. Una mahubiri gani? Una revelation gani kumsidia nabii wako? Jitambulishe. Mungu atusaidie sana. Sema, na mimi niko mhubiri. Watu hawawezi kuelewa kama mimi nisiposimama pale na kuweza kufundisha. Uko na mafundisho gani kuzidia nabii wako? Unapaswa kukaa chini na kuweza kufundisha mahubiri kutoka kwa mjumbe wako. Jitambulishe. Je, unatambulishwa pamoja na anakaa kwenye kiti akisikiliza mafundisho kutoka kwa nabii wake? Jitambulishe. Magharibi ya leo, jitambulishe.
Ama unasema napaswa kuweza kuweza kufundisha, napaswa kuweza kuhubiri na kuweza kukamata ndoa na talaka, kuweza kufundisha leo maandiko yametimia. Je, una ufunuo gani kuzidia ile ufunuo ambayo mjumbe aliweza kuleta? Una mafundisho gani ambayo inazidia yule mjumbe ambaye aliweza kuleta? Jitambulishe. Wahubiri walikuwa wanakaa chini wakisikiliza mjumbe akiweza kuhubiri. Hawakukuwa na maskani, hawakukuwa na makanisa, walikuwa na makanisa. Lakini kwa sababu ya kujitambulisha wakasema hatuna revelation nyingine, hatuna mafundisho mengine, hata tusikilize mjumbe anasema nini. Jitambulishe na wewe. Niko mhubiri, niko mchungaji. Kama kanisa langu lisiponisikia, wakisikia Branham hawataelewa. Les semences de discorde. The seed of discord. Ndugu Branham anasema, Branham is saying, Mafarisayo wa siku hiyo walisimama dhidi yake kwa sababu ya chuki. They stood because of the hate. Wale Mafarisayo walisimama tu pale chuki. They stood there to hate. Hata leo unaweza kuonyesha watu ujumbe. Ndugu Branham alisema hivi, lakini kwa sababu ya chuki hawataamini. Hata uweze kuonyesha maandiko wazi, lakini hawataamini. Watu ambao wameweza kukufuru Roho Mtakatifu kwa sababu ya kukataa mapenzi makamilifu ya Mungu. Neno la Mungu linasema ufanye hivi, lakini hawatafanya hivi. Nous sommes des ministres, nous sommes des pasteurs, tuko wa docteur, wa bishop, wa revera. Mutaingia jehanamu na revera wenu. Sema ndugu Branham ameshakufa na sisi tumekuwa waramplasa wa Frère Branham. Ndugu Branham ameweza kukufa na sisi tuko hapo juu ya kuweza kufasiria ujumbe juu wa bibi harusi waweze kukamilika kwa ajili ya ministeri. Ndugu Branham alisema hivyo. Ndugu Branham anasema. Na hiyo ndiyo shida leo. Ulimwengu wa kimadhehebu unasimama dhidi ya kweli ya neno kwa sababu ya chuki bila sababu. Chuki bila sababu. Yesu alimchukia bila sababu. Kama watu wanasema ya kwamba tutamsikiliza ndugu Branham, kwa nini umchukie ndugu yule? Anasema ya kwamba absoli yake ni Frère Branham. Sasa kwa nini umchukie? Umchukie jua nini? Umutete, useme nini? Na kama mtu anasema nitaweza kuhubiri, kwa nini nimchukie? Kama ana decide kusema kwamba nitaweza kuhubiri, ubiri. Kama usipoongeza, usipopunguza, wao ubiri. Kwa nini nimchukie? Lakini kwa sababu shetani ameingia katika dans le monde des messages, na chomana watu wako na kulana, lakini bibi harusi watasimama kwa kile Bwana asema hivi. Na Bwana asema hivi ni kurudia kwenye tape, kurudia kwenye mapenzi makamilifu ambayo Mungu ametutayarishia leo kusikiliza kanda yake. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anasema, ungetambulishwa wapi wakati huo? Sasa na tabia yako iliyoumbika ndani yako, kitu fulani kimeumba tabia yako. Wewe ni tabia ya aina fulani. Ungejiona mwenyewe mahali fulani hapa, ungefanya nini? Nini katika hali yako ya sasa? Ni nini? Ni wapi ungekuwa wakati huo? Unaona? Mungu atusaidie sana. Ungekuwa wapi? Ungeweza kukua kwenye kundi gani? Jinsi unavyoamini na jinsi usivyoamini, ungekuwa upande gani? Na leo utakuwa na ndugu Branham. Kama ulikuwa pamoja na Elia, na leo utakuwa na pamoja na Branham. Kama ulikuwa pamoja na Yesu wakati anaenda anateseka, anasumbuka, na leo utakuwa pamoja na Branham. Kama hauko pamoja na Branham,
haungekuwa pamoja na Yesu, haungekuwa pamoja na Elia, haungekuwa pamoja na Noa. Jinsi ungekuwa napinga kule, na njoo jinsi leo uko napinga. Ni utambulisho wako. Watu wanasema tunampenda Branham, tunamwamini Branham, kila ambacho Branham anasema tunakipinga. Ni utambulisho dhahiri, hawaamini. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anaendelea kusema, imesha kuwa deconnected. Ndugu Branham anasema katika mahubiri ambayo inaitiwa imeshakuwa deconnected. Acha tuendelelee kidogo. Ndugu Branham anasema hivi katika kutambua siku yako na ujumbe wake. Tuvumilie, tuko tunaenda kumalizia. Ndugu Branham anasema ukurasa wa 199. Tuko pamoja? Amen. Ndugu anasema angalia mahali kila kitu kilipo. Look where all the things are. Israel, mahali kanisa lilipo. Where is the church? Wazinzi walipo. There. Kila kitu kiko mahali paki. Everything is wa ministre wenyewe wanasema tunaamini message ya Frère Branham, na kisha wako nakataa message ya Frère Branham, wako najiplace sehemu yao. Wazinzi nao wako najiplace sehemu yao. Wenye kupenda fedha wako najiplace sehemu yao. Na Israeli iko sehemu yao, na bibi harusi iko sehemu yake. Kwa sababu gani? Kila kitu kiko kinajiidentifie chenyewe. Les faux ministres wako na jiidentifie leo. Les vrais ministres wako na jiidentifie leo. Les faux prophètes wako na jiidentifie leo. Les makanisa za uongo ziko zinajiidentifie leo. Wako na jiidentifie, na choma nuko mbona huyu pastor naye ako nafanya hivi? Mbona huyu mtu wako nafanya hivi? Wako na jiidentifie wenyewe. Kwa sababu gani? Tuko kwa hiyo wakati wa kwanza, kwa ajili ya wakati wa identification. Sisi tuko Branham ameweza kukufa na mimi niko hapa. Kila ambacho nitasema njoo mnapasha kuweza kukuwa mnasikia, kwa sababu ndugu Branham amekufa. Tukusikilize wewe, nome immortel, wewe mtu mwenye kukufa ambaye hauna hata revelation. Mungu aturehemu sana. Ndugu Branham anasema mahali kanisa lilipo, wazinzi walipo, mahali bibi harusi amesimama, kumebakia nini? Kama kila kitu kimejiidentifie kila sehemu, sasa kitu gani ambacho kinabakia? Kitu kinachofuata ni kutwaliwa juu kwa bibi harusi. Bila shaka kila kanisa linatarajia jambo kuu. Wa Pentecoste wote ambao wako nje watabakia nje. Mungu atubariki sana. Yeye aliye ndani ni sharti akae ndani milele, mlango utafungwa. Amen. Siku moja aliye nje atabakia nje, na aliye ndani atakuwa ndani milele. Kwa maana itakuwa siku moja mlango utafungwa. Kama unabakia wenye kushuku, asiamini, bakia hivyo. Lakini ipo siku moja mlango utafungwa, kwa wale ambao wako ndani watabakia ndani milele. Mungu atubariki sana. Tumalizie. Ndugu Branham anasema kushawishika kisha kuhusika. Sisi ni wa Pentecoste desa NF. Anasema sisi ni wa Pentecoste. Ama sivyo? Isn't it? Jambo lingine, something else. Ndugu Branham anasema what I'm saying, mlikuja kulala, mlikuja kupumzika, mlikuja kusikia neno la Mungu. To sleep or rest or listen to the word of God. Ndugu Branham anasema jambo lingine, something else. Kama sisi ni wa Pentecoste, we are Pentecostal, hebu na tuwe wa Pentecoste. Let's stay Pentecostal. Wa Pentecoste, Pentecostal
ni wale watu wa zamani. Ni tukio ambayo iliweza kutokea zamani. Wakati Roho Mtakatifu alishuka, wote wakaweza kupasa sauti, wakaanza kusema kwa lugha. Maana ya Pentekoste sio ile zehebu, bali ni tukio. Sisi sote tuko wa Pentekoste kwa tukio la Roho Mtakatifu ambayo ilitendeka tangu zamani. Ndugu Branham anasema, hebu tuwe wa Pentekoste. Kama ujumbe ni kweli, kama ujumbe ni wa kweli, ingia ndani yake. Kama si wa kweli, toka ndani yake, ukatafute mahali pazuri. Kama ungali na mashaka ya hii ujumbe, toka ndani ya ujumbe, utafute ingine mahali. Ndio maana wengine wako nakuja, wanafika, wanaingia katika madhehebu, ni kwa sababu hawaamini hii ujumbe, wanajidentify katika madhehebu. Walikuwa madhehebu na wanarudia katika madhehebu. Huwezi kufungia mbuzi katika kondoo, fungulia tu mlango itoke. Na ndio maana watu wanatoka Afrika, wanabadilika, wanakuwa katika madhehebu, wanaingia katika madhehebu, wanaingia katika makorali, ni kwa sababu zilikuwa mbuzi tangu zamani. They were God since before. Watu wako wanatafuta sifa, wanatafuta kujulikana, ni kwa sababu tangu zamani haikuwa semence predestinée tangu zamani. Kama ujumbe ni kweli, ingia ndani mwake. Kama ujumbe sio kweli, toka ndani mwake na utafuta ingine mahali. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anaendelea kusema. Anaendelea kusema, kama si wa kweli, toka ndani yake ukatafute mahali pazuri. Hakika kama Mungu ni Mungu, mtumikie. Bali huwezi kumtumikia Mungu pamoja na mali wakati ule ule. Hebu na tumtumikie Mungu. Shawishikeni, ndipo basi mtahusika. Ndipo makanisa kweli litaanza kukua, maana mtatoka nje na kumleta kila mtu mwezae na kumuingiza ndani. Amen. Kama ujumbe ni kweli, ingia ndani. Kama ungali na mashaka, dada ule ambaye wanakuwa wanasukuma kwa assembly, sema mimi niliweza tukubatiziwa tu kwa kubahatisha, lakini sikwake naamini vile. Toka wende, hatukuhitaji hapa. Sema mimi ninakuwa nina nani, ule mchungaji kwa kinaniona ako ninapenda tu kanisa ambaye nitaweza, niko na kipaji cha kuweza kuimba. Toka wende uimbe nyingine sehemu. So mimi pale sikwake napewa nafasi ya kuweza kuhubiri. Wende, kuna sehemu zingine za kuweza kuhubiri. Ndugu Branham anatupatia shauri, kama ujumbe ni kweli, ingia ndani mwake. Kama ujumbe sio kweli, toka ndani mwake, tafuta mahali pazuri. Na ndio maana leo ni fasi, wakati wa identification, wakati wa utambulisho, wamoja wako na jito, walitoka kwetu kwa sababu hawakukuwa wa kwetu. Kama wangekuwa wa kwetu, wangebakia pamoja nasi. Makaini ambao walitoka uweponi mwa Mungu. Na leo watu wako natoka kwenye uwepo wa Mungu, kenye kitawapata kule ni mauti. Unapobakia, unapodumu kwenye uwepo wa Mungu, utaona nguvu za Mungu. Mungu atusaidie sana. The Lord help us. Ndugu Branham anasema katika utambulisho. Brother Branham is saying in identification. Watu waseme, ninakuwaka ninaenda pale ni kwa sababu tu mama tu. I go there because of my mom. Kama ingekuwa mamangu ningetoka tangu zamani. Sema ninaenda pale ni juu ni kaka tu. Ninaenda pale ni kwa sababu tu ni baba tu. Sema ningetoka tangu zamani. Kanisa ambayo inakuwa natushikilia. Mtu asiweze kujipata, asiweze kujipiga hata kama makeup. Mungu, kanisa ambayo haitafanya aseme mimi niko na matai. Niko na matai, sivale suruali. Mimi mwenyewe niko na urembo hivi, nisiweze kutia rouge beze, niko na midomo vizuri, sitima rouge beze, niko na masikio vizuri, nisiweze kujitogesha na kutia mahereni. Kama ujumbe na kufunga, toka uende ingine sehemu kwenye utakuwa wewe. Kama ujumbe ni kweli, ingia ndani. Naamini hakuna ingine fasi
ambapo utapata kweli, ambapo utapata uzima isipokuwa katika ujumbe. You're gonna get life than the message. Say, oh, mimi siniko shule. I'm so Ngali na miaka 17. I'm only 17. Mama, kila wakati mama. Oh mama. So unaona kama kakajipe, so unaona kama ni karefu. Kajipe kenika namfikia hapa. Sime mama na lakini na wewe sulisha komala, sulisha zeka lakini uangalie ndio anakuwa na kashusha kajipe kafupi. Mama unaona? Kama ujumbe ni kweli, ingia ndani. Kama ujumbe ni kweli, sio kweli, toka ndani. Kuna zingine fasi mambweha. Kuna fasi zingine ya mabata. Kwenye utakuwa uhuru. Kama utaweza kufanya uzinzi kule, utafanya uzinzi. Kama utaweza kujitogesha kuanzia hapa, masikio yote na kwenye kitofu, iko nyingine sehemu. Kama kwenye utaweza kujipakala maverni hata kwenye nani, kwenye meno, pako nyingine fasi. Kama ni fasi ya kuweza kutoa makiki na utie vile mabandika, pako nyingine fasi. Pako nyingine fasi kwenye pako mbweha, mabata, manguruwe, pako nyingine fasi. Mungu aturehemu sana. Kama ujumbe ni kweli, ingia ndani. Na kama sio kweli, toka. Tafute ingine sehemu. Ni wakati wa utambulisho. Mimi nakuta naenda tu ni bwanangu tu ndio mwenye anakuwa ananikaza. Kama ingekuwa kama mwanangu si mimi ningeachaka message tangu. Kuna mimi message. Mtu anasema si kama ingekuwa ni haingekuwa bwanangu, haingekuwa bibi yangu, ningeachaka message tangu zamani. Hakuna chita. Tangu zamani ningeweza kuacha message. Na huko ndani sasa, huko ndani. Mtu anaanza kujitapa sema mimi tangu zamani huyu babangu babake mdogo mwenye anaoa mama yake. Sema tangu zamani ningeweza kuacha huyu babangu mdogo. Kani baba yako? Kani babako alikuzalaka? Sema tangu zamani ni kwa sababu ya mama. Ndio maana tu ninavumilia. Ningeweza kumwacha huyu mama, my stepfather. Supposed to live this stepfather. He's not your stepfather. He's not your stepfather. Tangu zamani ningeachaka ujumbe kwa sababu ya mama, ningeachaka ujumbe kwa ajili ya papa. Ujumbe ikuwa parti yako. The message was not a part of you. Kwa sababu kama ujumbe iko parti yako, iko parti yako, unakuwa unasema Bwana, hata kifo nitakutumikia wewe. Mungu atusaidie sana. Watu wenye kusukuma katika injili. Watu wenye kusukuma katika kanisa. Hey, frere, hautalamuka. Unasikia frere anagoroma. Hapo ni saa 4. Frere hakuna goroma, saa 4. Uangalie sasa atajitayarisha saa ngapi na akuje kanisani saa ngapi. Analamuka hiyo saa 4 saa 5, anakuja muda wa luanja naimba, anafurahi. Wakati ya waneno anagoroma. Usingizi. Frere. Brother. Kila wakati kulamshwa. Kila wakati kusukumwa. Kila wakati kulamshwa. Wadada. Kila wakati ninyi njoo mwenyewe mnakuwa mnachelewesha wa frere wetu. Mnasema mimi kila wakati ninyi njoo wenyewe mnakuwa mnachelewa. Na kuna wengine wa frere wanakuwa wanaleta sababu ya wadada na wao wanakuwa wanachelewa. Nasema mimi bibi yangu, mimi watoto wangu na yeye mwenyewe anakuwa anachelewa. Amen. Mungu aturehemu sana. Kama ujumbe ni kweli, ingia ndani mwake. Kama ujumbe sio kweli, toka ndani mwake. Tafuta ingine mahali. Tuwe wawili hapa, tuambatane na kila ambacho Bwana anasema. Tusiko watu wengi na baadaye tuko tunasema ile kanisa imejulikana, imeendelea, ambayo ni watu wasioamini, watu wapingaji, wenye kukataa mapenzi ya Mungu, wenye kukataa neno. Wanaendelea na vijana wanaendelea. Vijana, yo, what's up man? What's up nigga? Yo. Kila wakati kuweza kutia mapocket. Siku ingine wa vijana nikiwaona hivyo, and another day brothers, if I see you like that, vitu hivi muviache, mubaki kule nyuma. Leave this chair empty and go out. Mubaki kule nyuma. Stay behind there.
Kama bado hujaweza kukutana na Yesu, If you didn't find sema Mungu Jesus, nisaidie. Ningali napenda say mambo. yes, Jesus Ningali help napenda me. I kuvalia still uchi. love the Tunakupenda, pants. unaweza kukuja We kwa sababu love bado you, hujaamini, you can tutaendelea come tunakuombea. because you don't Lakini believe kwa ajili ya yet. vitu vya kazi ya Mungu But, acha. because of Tutaendelea the things kukuombea, of hiyo God, vitu we're vitakuacha, vitakutoka. we're gonna be praying for you until those things get out of you. Turikumwe. We're together. Mungu atubariki sana. Twende kumalizia. Wakati hoja inapotokea kanisani, When the kama wanawake wanapaswa kukata nywele zao if the women supposed to cut their hair au kile wanachopaswa kufanya and they do all what they kama walivyofanya katika Wakorinto, unachukua upande gani? which part do you take? Wakati huo basi, The hali yako ya sasa your behaviors. itafanya nini wakati huo? What does it Wazia now? kuhusu hilo dada. Wazia kuhusu hilo dada. Think about that sister. Wakati Paulo alisema When simruhusu mwanamke kufundisha au kutoa mamlaka yoyote, don't allow a woman to bali atiishwe. but to be taught. Waliandika na kumwambia kasema, They wrote, vema kanisa hapa Roho Mtakatifu alituambia. oh, this church, the Holy Spirit Akasema ati nini? what? Je, neno la Mungu lilitoka kwenu? The word of God. Na lilikuja kwangu peke yangu? Did it come to Kama mtu akijiona kuwa ni nabii na ayatambue hayo ninayowaambia ya kwamba ni maagizo ya Mungu. Akasema katika Wagalatia 1:8, kama malaika kija kutoka mbinguni na aseme jambo lolote jingine, na alaaniwe. Mtu yoyote ambaye atakuja na kila ambacho Frere Branham hakuweza kuhubiri, na alaaniwe. Mtu mwenye atakuja na mafundisho tofauti na Branham, na alaaniwe. Kuna watu wengi ambao wameshalaaniwa. Ndugu Branham anasema hiki na wao wanasema hivi, walaaniwe. Ndugu Branham anasema mtu yoyote ambaye atakuja na mafundisho tofauti ambayo sisi tumeweza kuwafundisha, akizungumza yeye pamoja na wamitume wengine, mtu huyo alaaniwe. Na leo mtu yoyote ambaye atakuja, awe daktari, awe pastor, awe revera, awe bishop, akija na mafundisho ambayo ndugu Branham aliweza kuhubiri, na alaaniwe. Let them be damned. Ungechukua upande gani Which side could you take? katika hoja hiyo kama ingekuwa kanisani mwenu? In that situation, if it Ahe. was in your church, Tafuta hali yako ya sasa. found your way today. Ninajaribu tu kuuliza mahali ulipo. I try to ask. Lo, ndugu, hebu na tuharikishe. Let us do quick. Paulo alishuka kutoka kwenye nafasi kuu. Paul came from Mnakumbuka? heavenly. Unasema, lakini ndugu, mimi ni mkuu wa jimbo. And you say, I am the great person. Mimi ni sijali wewe ni nini. I don't care who you are. Ninakuuliza msimamo wako wa sasa. Tabia yako ya sasa, kitu gani inakutendea nini? What is your behavior today? Ungetambulishwa mahali gani? Where could Sema, you oh, mimi ni president, mimi ni manager wa LCC. Oh, mimi niko hivi. Ndugu Branham anasema, ninakuuliza msimamo wako wa sasa, tabia yako ya sasa, kitu gani inakutendea nini? Ungetambulishwa mahali gani? Sema, mimi niko mtu, mimi nimepata nyumba, nimepata gari, nina watoto wazuri ambao wamesoma, wamekuwa na elimu. Hatuangalie mambo ya elimu, hatuangalie mambo ya kimwili, tunaangalia utambulisho wako wewe pamoja na Kristo. Mungu atusaidie sana. Paulo, kumbuka, alijishusha kutoka kwenye elimu kuu ya chini ya Gamalieli. Gamalieli alikuwa ndiye mwalimu wake mkuu. Gamaliel was his highest teacher. Naye alikuwa kitu fulani kikuu. And he was a great. Angalikuwa mtu mkuu. He's supposed to be. Bali alijishusha. But he humbled aone himself. kwamba neno la Mungu lingeweza kuendelea kukua.
to see if the word na of alitoa God, maisha yake kwa ajili ya hilo. and he gave his life because of Yesu alikuja ili yeye awashe taa. Jesus came to light the light. Flash hupiga picha. And the flesh take the capture. Unaona? You see? Kwamba yeye angeweza, wewe ungeweza kuakisi, kureflekte. You could reflect. Au yeye angeweza kuakisi ndani yako. Or he could reflect. Wakati picha yako inapopigwa, when your picture ingefanana na yake. Wakati watu wanapokutazama wewe, wanaona neno la Mungu likiishi tena. Ndio maana yeye alikuja kuleta hiyo kamera kwa njia ya damu yake inayotakasa, kulileta neno karibu na wewe. Kwa sababu hii yeye alisema Yohana 14 mstari wa 12. John 14:12. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Na kama mtu yoyote akitaka kunifuata mimi, na akane kanuni zake za imani, ajikane mwenyewe, aukane ulimwengu, au bebe msalaba wake na kunifuata mimi. Amen. Mtu yoyote ambaye anataka kumtumikia Bwana, akane kila kitu na kuweza kumfuata Yesu. Amen. Leo kama jinsi Biblia inasema katika Wakorintho wa pili, sisi tuko barua inayosomwa na watu wote. Watu hawatamuona Kristo leo katika physical, bali watamuona Kristo katika maisha yako. Watamuona Kristo katika maisha yangu, watasema kweli wa Kristo wangali wanaishi. Kwa nini? Ni kwa sababu unatambulishwa pamoja na Kristo. Watu watasema kweli watu ambao waliweza kuamini ujumbe wanaambatana na mjumbe wao, kama jinsi mjumbe wao waliweza kuishi ujumbe, na choki sina waaminio nao wanaishi ujumbe ule wa mjumbe wao. Lakini watu hawaamini kile ambacho ujumbe Mungu aturehemu sana. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Tumalizie hapo. Sio kusema mengi ndio kuweza kuyamaliza. Not to talk a lot that brings us to finish. Tulikuwa tunasikia kwa ajili ya utambulisho. We were listening to the identification. Unatambulishwa wapi ndugu yangu? Where do you identify yourself? Unatambulishwa wapi dada yangu? Where do you identify yourself, my sister? Je, unatambulishwa pamoja na Yesu Kristo? Do you identify yourself with Christ? Wakati alipokaa hana nyumba, when he stay without a house, mbweha walikuwa na mapango, the dog had a place to live, lakini mwana wa Adamu hakuwa nafasi ya kuweza kuweka kichwa chake. To put his head. Watu walikuwa na chakula na walikuwa na gala, lakini yeye hakupata chakula. He didn't have nothing. Watu walikuwa na pesa za kuweza kutoa, lakini mpaka wakati ambapo alifikia wakati Kaisari iliweza kutaka kumfunga kwa sababu ya kukosa pesa. Na njoo wakati ambapo aliweza kumtumana Petro na wengine wanafunzi, mwende sehemu fulani mkaweze kuroa, kutakuwa samaki, mtakapo ifumbua kinywa mtaweza kutoa amo dinari. Hakukuwa na utajiri wowote. Hakukuwa na uzuri wa kuweza kutamanika. Uzuri wangu utanipeleka wapi? Sifa zangu zitanipeleka wapi?
watoto wangu, mke wangu atanipeleka My wapi? children or my wife will bring me where? Tumtumikie Bwana Serve the Lord. maadamu anapopatikana. Since you can say found. Tunashukuru sana kwa uvumilivu. We thank you for your patience. Siku zenye zitakuja, The coming day, mahubiri haya tutaweza kuyatumana kwenye YouTube. we're gonna send this preaching to the Tutaweza YouTube. kusikiliza mengi sana You're gonna listen kwa to kila it. ambacho Mungu aliweza kusema kupitia What mtumishi God wake. has sent through His prophets. Karibu tuweze kuimba nyimbo na baadaye tuweze kuomba. Welcome, so we can sing, and after that we can leave. Tumefunzwa mengi na Roho